Hujambo na karibu mtazamaji wa Zone Media. Jina langu naitwa Victor Moshi. Spika wa bunge la Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, ametoa msimamo mkali dhidi ya Marekani, akilaani vikali kile alichokitaja kuwa ni njama za vita vya kisaikolojia vinavyoendeshwa na viongozi wa kigeni dhidi ya taifa hilo. Katika kikao cha bunge kilichofanyika Jumapili, Ghalibaf alisema kuwa jumbe zenye utata na taarifa za uongo kutoka kwa viongozi wa kimataifa ya kigeni, hasa rais wa Marekani, ni sehemu ya mbinu za maadui wa kupanda hofu na kukatisha tamaa wananchi wa Iran. Iran inasema kuwa vitisho na kauli zisizo na heshima kutoka kwa Marekani hazina uzito wowote na ni juhudi za kuathiri maamuzi ya viongozi wa taifa hilo. Spika huyo alisisitiza kuwa wananchi wa Iran hawatowahi kurudi nyuma katika kulinda nchi yao na kwamba wale wanaoshirikiana na maadui watafutwa katika historia ya taifa hilo. Tangu Juni 13, utawala wa Israel ulianzisha mashambulizi ya kijeshi dhidi ya maeneo mbalimbali ya Iran, yakilenga vituo vya kijeshi, nyuklia na makazi ya raia kwa kipindi cha siku 12 mfululizo. Baadaye mnamo Juni 22, Marekani ilijiunga kwenye mashambulizi hayo kwa kushambulia maeneo matatu ya nyuklia ya Iran, ikiwemo Natanz, Fordow na Isfahan. Jeshi la Iran lilijibu kwa haraka na kufanya mashambulizi ya makombora dhidi ya Israel kupitia operesheni iliyopewa jina la True Promise 3, ambapo miji kadhaa na maeneo yaliyokaliwa kwa mabavu ilipigwa vikali na kusababisha uharibifu mkubwa. Katika hatua za kulipiza kisasi dhidi ya Marekani, Iran ilirusha makombora kuelekea kambi ya kijeshi ya Al Udeid iliyopo nchini Qatar, ambayo ni makao makuu ya wanajeshi wa Marekani katika Asia Magharibi. Mapigano hayo yalifikia kikomo kufuatia kutangazwa kwa makubaliano ya kusitisha vita tarehe 24 Juni, ambayo yalisitisha mzunguko wa mashambulizi baina ya pande zote mbili. Mtazamaji, kauli hii ya spika wa bunge la Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, inakuja kufuatia mfululizo wa kauli za rais wa Marekani Donald Trump kuidhihaki Iran kwamba haijaweza kupata ushindi, lakini vile vile kusema kwamba yeye ndiye ambaye alimnusuru kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei asiuawe na Israel mnamo siku ya 12 ya mashambulizi ya Israel dhidi ya taifa la Iran. Sasa mtazamaji, salia na Zone Media ili uweze kufahamu kwa undani zaidi wa taarifa zote kutoka Mashariki ya Kati. Jina langu naitwa Victor Moshi na hii ni Zone Media.